naendelea kusema kwamba Wallace Karia hana sifa, hana vigezo vya kuwa kiongozi wa shirikisho la mpira wa Tanzania. Kujieleza hajui, kusimamia vitu ambavyo amepewa kusimamia kwa kutumia kanuni na sheria hajui. Yani in short anaongoza kibabe. Selemani Mwalimu mkataba wake wa mkopo umekwisha. Sasa wao wanajichukulia majukumu wakati bado hajafanya mazungumzo na timu yake. Mchezaji akishamaliza mkopo wake si atakiwa arudi kwenye timu yake. Wao bado ni mchezaji wa Wydad. Karibu sana kwenye muendelezo wa taarifa zetu za kimichezo kutokea hapa Bongo Headlines. Langu jina naitwa Dickson George, lakini nyuma ya kamera yupo Medadius Mandoro. Yote kwa yote ni kuja kujadili yale ambayo yamechukua nafasi katika majukwaa tofauti ya kimichezo, hasa yale ambayo yanahusu ligi kuu ya NBC ambayo tunakwenda kuianza msimu wa 26, msimu wa 27. Hizi ni nyakati za usajili, napo pia tutagusia nani ambayo wamejiunga na vilabu vyetu vikubwa na nani ambaye hawezi kuwa mpango kazi wa msimu ujao katika vilabu hivi vikubwa. Singida Black Stars wameenda paka nje ya bara la Afrika, wamemleta mzungu kutokea Australia. Lakini pia vipi kuhusu kumradhi ni Austria. Lakini vipi kuhusu Azam Football Club, na wenyewe wanazidi kusajili na wao pia wamevuka nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya bara la Afrika, napo pia wameshusha mchezaji. Lakini vipi kuhusu Simba na Young Africans? Tuko na Eliza Yanga kwa ajili ya kujadili yale ambayo yamechukua nafasi kubwa. Katika yote ni aliyozungumza Wallace Karia siku ya jana kwenye moja ya kituo cha habari, imechukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao mbalimbali. Vipi kuhusu tuzo? Kazungumzia. Lakini vipi kuhusu makosa ya waamuzi ambayo yanajirudia, nayo pia kazungumza. Vipi kuhusu vilabu vyetu na makosa ya kujirudia? Hayo yote kazungumza, na ametuonyesha ni namna gani TFF wanasimamia hayo yote kupitia kanuni zao na kupitia taratibu na kamati zao tendaji, namna ambavyo zinafanya kazi kusimamia ligi kuu ya NBC. Eliza Yanga, mambo vipi? Safi kabisa. Zima kabisa. Namshukuru Mungu. Njema. Swadakta kabisa. Tumemsikia kwa siku ya jana Wallace Karia, lakini moja kati ya mazungumzo yake yamechukua nafasi sana kwenye majukwaa tofauti. Tuanzie kwenye lile ambalo amezungumzia tuzo. Kwa namna ambavyo amezungumza na wewe ulivyomsikiliza, nini ambacho umeondoka nacho? Pengine tulizungumza mengi sana kuhusu tuzo za msimu ulioisha na msimu huu ambao umetamatika pia. Inakuwaje? Umepata majawabu kwa yale ambayo ulikuwa unayauliza na kuyazungumzia kwa kipindi hicho? Hakuna majibu yaliyopatikana. Ni yale ambayo kila siku anaweza kuwaeleza kwamba kirusi kikubwa kwenye mpira wa Tanzania ni Wallace Karia. Sababu kama yeye ndiye anayejitokeza anasema mnataka tuzo za nini? Maana yake hastahili wala hana sifa za kuwa kiongozi. Tuzo zikiwa hazionekani, yani tuzo hazijatolewa, watu wana kila sababu ya kuhoji. Kwa hiyo unapokuja kusema kwamba mnataka tuzo za nini, maana yake unatumia command, yani kwa kuwa wewe ni kiongozi unataka kuwa command watu wafate vile wewe unavyotaka na sio kwa kufuata kanuni na sheria. Ndio kitu ambacho nilichokigundua kutoka kwa Wallace Karia. Ndio maana mimi siku zote huwa naendelea kusema kwamba Wallace Karia hana sifa, hana vigezo vya kuwa kiongozi wa shirikisho la mpira wa Tanzania. Ila tu ni vile mpira wetu wa Tanzania unaongozwa kihuni sana. Tunawekana kwenye nyadhifa fulani, basi wanakuwa wanawekana kwamba huyu anastahili, huyu anastahili. Lakini kiukweli Wallace Karia hana sifa za kuwa kiongozi. Na hiyo inakujaje? Hata pale tu alipokuwa anagombea kurudi madarakani, uliona kabisa, yani kabla ya uchaguzi kutangazwa unaambiwa endorsement zimeisha. Maana yake ni nini? Tayari yani anataka yeye ndio aonekane kwamba ni kiongozi, ashikilie makali, basi hakuna mtu mwingine ambaye atakuwa na sababu ya kuja kuhoji imekuwaje, kwa nini, katika mazingira gani. Kwa hiyo Wallace Karia bado naendelea kumpinga. Bado sijawahi kumuelewa na sijawahi kumkubali hata siku moja. Kwanza hata kujieleza kama kiongozi, hizo sifa hana. Kujieleza hajui, kusimamia vitu ambavyo amepewa kusimamia kwa kutumia kanuni na sheria hajui. Yani in short anaongoza kibabe. Vile ambavyo anataka yeye ndivyo anavyotaka yeye. Lakini kupitia alichokiongea kuna ambacho umeondoka nacho kuhusu hilo jambo? Hakuna hata kimoja nilichoondoka nacho ambacho kina faida.
vyote mimi naona kwa upande wangu mimi hastahili kuwa rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania. Vipi kuhusu kusema tuzo zitafanyika mwakani Januari? Hizo yani wewe usiniambie kwamba eti mwakani tunatarajia twende speed kuhakikisha ligi inaisha kwa ajili ya kuhost michuano. Alafu hapo unaniambia kwamba tuzo zitafanyika mwakani mwezi wa kwanza. Hakuna tuzo zinazokuja kufanyika. Mimi nimekaa pale. Hakuna tuzo zitakazofanyika. Kwa hiyo matarajio kwa upande wako ni sifuri. Hakuna tuzo zitakazofanyika. Ndio nakueleza. Sana atakuja tena na excuse za kutosha. Lakini hakuna tuzo zitakazofanyika. Lakini vipi kuhusu walivyobainisha kwamba wanahitaji kufanya tuzo zio zina hadhi ya juu zinazoendana na TFF, lakini wakiona mambo hayajakaa sawa, utaratibu haujaenda vizuri, ndo hazifanyiki, lakini wao wanazingatia hadhi. Kwenye upande huo bado hujamuelewa? Ndani ya miaka miwili yani ni vitu gani ambavyo unaviplani kufanya vije kuleta hadhi kwenye tuzo za Tanzania? Huu ni msimu wa pili mpaka msimu wa tatu ambapo itakuwa ni tofauti sana na msimu ulioisha. Msimu uliopita mimi nilikuwa naona watu wachezaji na wale wanaohusika kupokea tuzo wanapewa maboksi, mbao na mabati. Umeelewa? Kwa hiyo unaponiambia kwamba eti mnataka mfanye modify kitu, yani mkifanye kiwe chenye hadhi ya juu ndani ya misimu miwili, haujapata plani tu, basi haustahili kuwa kiongozi. Kwa sababu sio yeye anaitoa hela. Hela zipo za shirikisho. Kila siku anapiga faini kwenye vilabu. Sio kwamba anatoa pesa zake mfukoni kwenda kutoa tuzo. Wallace Karia anatuletea uhuni kwenye mpira wa Tanzania. Na yeye ndio kirusi kikubwa kwenye mpira wa Tanzania. Hilo nitaendelea kusema mpaka siku naingia kabrini. Yeah. Lakini mafanikio yake pia hakuna mafanikio ambayo ameyaleta Wallace Karia. Wewe usiniambie kwamba eti ligi ambayo kila siku ina malalamiko afu niambie kuna mafanikio. Yaani kitendo cha kuwa na malalamiko tu na marefari basi huna sifa. Lakini marefari ni duniani kote. Tanzania tumezidi. Tanzania ni too much. Vipi kuhusu mwarobaini ambao ameuzungumza Wallace Karia kwamba kutakuwepo na video support kwenye upande wa waamuzi? Sawa, haitokuwepo VAR kulingana na gharama ambavyo amesema ni kubwa, lakini itatumika hata video support kwa ajili ya kusaidia waamuzi. Italeta mwarobaini katika eneo hilo? Hiyo video support yenyewe kwa hesabu ya haraka kwenye mechi moja ni milioni 27 mpaka milioni 40. Hiyo ina kamera mbili tu, hiyo video support. Umeelewa? Na uhakika itafanyika mara moja tu. Sioni ikiwa na muendelezo. Lakini kusema 75% ina maana kwamba ni daraja kubwa sana ambalo tumefikia au wamefikia TFF kuratibu hicho kitu katika msimu ujao. Nyie mnadhani mkiwa mnamhoji mlitaka wape majibu gani? Na kati yeye ndo muhusika na yeye ndo kiongozi, ulitaka wape majibu gani? Siku zote huwa nawaambia kwamba mimi Eliza nikiwa na kikao ndani, nina kikao chumbani, nyie waandishi wa habari mnakuwa mnasubiri nje. Napotoka kule ndani na waletea taarifa sasa mripoti kwa jamii, nyie mnakuwa na uhakika gani kwamba nilichokuwa nakiongea chumbani ndicho nilichokuja kuambia ili mripoti kwa jamii? Uhakika hatuna, lakini kulingana na wewe ndo umekiongea na umetoka ndani ya kikao, tutabeba hilo ambalo umeliongea wewe na ndo litabeba taswira nzima ya kikao. Ndicho Wallace Karia anachokifanya. Yeah. Lakini wewe una imani na upande wa hiyo video support? Hamna kitu hapo. Licha ya mafunzo ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa. Kila siku mafunzo na hadi ya VAR yalifanyika, mafunzo ya VAR yakufanyika, mafunzo ya VAR yalifanyika. Mwisho wa siku ikawaje? Unaona ikitumika. Basi tusubiri sasa. Hakuna kitu hapo. Yaani labda itatumika ni msimu mmoja tu. Kama kipindi kile walivyotuleteaga kanuni ya kwamba mtu ukipewa kadi nyekundu ya direct unachagua mechi ambayo utaikosa. Iliishia kwa ajibu. Mwisho wa siku ilienda wapi? Niko hapa. 75% kusema vile ina maana kwamba hajui nini ambacho anakiendea. Unamuona yule pale anakuwa na uhakika na kitu anachokuwa anakizungumza. Yaani ndio maana nikakuuliza kwamba huwa mkimhoji nyie mnataka asemeje? Aseme kwamba hapana wakati yeye ndio kiongozi. Pengine neno lake lilakuwa ni tiba katika uwanda wa michezo hasa hapa Tanzania, kwa sababu yeye ndio rais mwenye mamlaka ya TFF, shirikisho la soka. Kwani ameanza kuongea leo? Huko kwingine kote alikoongea mbona maneno yake hayajawa tiba? Hakuna kitu kinachoendelea. Nyie tuendelee kusurvive na ligi yetu kivyetu. Tena tutarajie madudu makubwa tu
Mimi nahakikishia tutarajie madudu mengi na malalamiko kibao. Yaani kipindi hiki msimu hadi timu zile ambazo zilikuwa zilalamiki zitalalamika. KMC mara kina Mtibwa, mara kina Prison, mara kina Mbeya City watalalamika sana. Kwa hiyo haya yanayozungumzwa pengine watu wanaona kama mwarobaini wa msimu ujao, ila bado kwa Eliza ana mashaka. Hakuna mwarobaini hapo na hakuna mtu ambaye anaona kwamba aliyoyazungumza Wallace Karia ni mwarobaini. Wanamkubalia tu. Kwa sababu umesema sasa unaweza ukakataa. Wewe ndo kiongozi. Unakuja kuniambia mimi. Haya mimi unaniambia. Mimi najua kabisa akilini kwangu unachokizungumza ni uongo. Ila wewe unazungumza ili uendelee kupata chance. Sasa basi tutoke kwenye hilo twende kwenye lingine ambalo alilizungumza, pengine hili litakuwa linagusa zaidi vilabu na linagusa zaidi maslahi ya timu husika. Tuangalie kwenye upande wa makosa ya kujirudia. Amezungumza na akasema ya kwamba katika msimu ujao tutawagusa viongozi. Kama unampenda kiongozi wako basi utamfuata huko, lakini sisi tutagusa viongozi hasa kwenye makosa yale ya kujirudia. Kwa mfano lile la kutoka nje ya uwanja kwenda kufanya kubadilisha nguo nje ya eneo la uwanja. Sasa yeye awaguse viongozi wa Yanga wakati yeye ndo kirushi kikubwa, kwa sababu yeye ameshindwa kutafuta nini chanzo ambacho kinakuwa kinafanyika. Azam walithibitisha wameenda kucheza na TRA, baada ya pale wachezaji wa Azam 7 wa kikosi cha kwanza wote hospitali. Dokta akathibitisha wamevuta hewa ambayo sio rafiki. Alitoa kauli gani Wallace Karia kama kiongozi wa mpira Tanzania? Au bodi ya ligi ilizungumza nini kama shirikisho la mpira, kama kabineti ya mpira Tanzania? Waliongea nini? Ila wao wanasubiri mtu afanye wampige faini, kwa sababu hela ya kula wanategemea kutoka kwa vilabu vya Tanzania. Umemaliza? Ndio nimemaliza. Lakini kwa upande wako vipi? Wakigusa viongozi inaweza ikawa ni mwarobaini, maana kwa kauli yake amesema pengine sio wazo la timu yote, ila akawa ni mtu mmoja ama kikundi cha watu ndo kikaamua bwana sisi tutatoka nje ya uwanja kufanya hili na hili na hili pasina kuzingatia kanuni za mpira. Kumbe na yeye yawezekana sio wazo la kabineti nzima ya TFF na bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kusema kwamba wafuatilie nini ambacho huwa kinafanyika kwenye vyumba mpaka watu wanashindwa kunani. Yawezekana yeye ndo huwa ni kikundi cha mtu mmoja ambacho ni cha kwake yeye Wallace Karia, ambacho wanaendelea kukaa chini kuorganize ili waendelee kuwapiga faini baadhi ya vilabu vinavyokuwa vinafanya hivyo vitu. Lakini kwa mazungumzo yake anasema kamati tendaji pamoja na kabineti yote ndio inatumika kufanya hasa maamuzi haya ambayo mnayaona mpaka hivi sasa. Kwa mazungumzo yake na mimi kwa mazungumzo yangu naona kabineti inafuata maelekezo. TFF, bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 wanafuata maelekezo. Lakini kwa mazungumzo yake ni kama nikinukuu kauli yake alisema ipo bodi ya ligi ipo huru kwa mambo yake mengi. Pengine bodi ya ligi ikiwa inafanya vitu tofauti, nyie mnaipelekea lawama TFF. Na mimi kwa kauli yangu inukuu, bodi ya ligi haiko huru, inafuata maelekezo kutoka kwa TFF, hasa Wallace Karia ndiye anayetoa maelekezo. Nukuu wewe sasa. Ni nukuu mimi ndo nimesema. Kama ulivyo mnukuu Wallace Karia. Na mimi ni nukuu kwamba bodi ya ligi haiko huru, TFF ndio inayoipatia maelekezo bodi ya ligi, hasa Wallace Karia. Lakini kauli yake inaonyesha kwamba kwenye masuala ya tuzo twende tukaioji bodi ya ligi, tusioji TFF. Na mimi kauli yangu ichukue. Kwa nini tukaihoji bodi ya ligi wakati shirikisho la mpira ni TFF? Pengine kwenye masuala yake au majambo yake inakuwa ipo huru zaidi. Kipindi cha nyuma tuliona tuzo zilikuwa upande wa bodi ya ligi ndio walikuwa wanaziratibu, lakini ilivyohamishiwa kwa TFF, Wallace Karia ametoka na kusema kwamba wao hawafanyi kuzingatia ile ya msimu. Akatoa mfano paka Ballon d'Or na tuzo nyingine hata za CAF. Sasa unapozungumzia Ballon d'Or umezungumzia kampuni linalotokea Ufaransa. Ballon d'Or sio ya FIFA wala sio ya CAF. Ballon d'Or ni shirika la tuzo la Ballon d'Or ambalo linatokea Ufaransa. Ndio maana hujawahi kuona wanatoa mchezaji anayecheza ligi ya Saudi Arabia, mchezaji anayecheza ligi ya Afrika, mchezaji anayecheza ligi ya Marekani au mchezaji anayecheza labda ligi ya bara la Asia kwenda kuwania hiyo tuzo ya Ballon d'Or. Ulishawahi kuona?
Ni pale pale Ulaya, tena mataifa matano yale ambayo ligi zao ni shindani. Utaikuta Italia, utakuta mchezaji kutoka Italia, Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Spain. Ushawahi kuona mchezaji anatoka Ureno akaorodheshwa kwenye tuzo za Ballon d'Or? Basi mwambie aache uhuni, mwambieni Wallace Karia aache uhuni, ameshindwa kusimamia mpira atupishe. Kwa sababu yeye ndo kirusi kikubwa kwenye mpira. Tutoke huko twende kwenye usajili, tuangalie pia namna gani ambavyo vilabu vyetu vinafanya usajili hivi sasa na kwenye mapambano ya msimu ujao hasa kimataifa. Je, hivi vyuma vinatosha kwenda kuifikisha vilabu vyetu mbali zaidi? Eric Mwijage ameshatangaza kuwa ni miongoni mwa wachezaji wa Young Africans ambao wataenda kufanya mapambano au watajiunga na pre-season katika msimu huu, na msimu wa 26-27 watakuwa ni sehemu ya kikosi. Kwa upande wako Eric Mwijage na Young Africans, unamuona ni mchezaji mbaya? Aniuliza mimi. Ni mchezaji mbaya? Kwa upande wangu ni mchezaji mzuri. Vipi kwa Young Africans? Yaani Young Africans na Eric Mwijage. Mpaka wanamchukua Young Africans, maana yake ni mchezaji ambaye ana fiti kuwepo Young Africans. Wale wanaosema wachezaji wazawa, wale wanaosema sajili zimamoto, mwambie asubiri tarehe 12. Tarehe 12 ngao ya jamii. Ligi sinaanza tarehe 12, ngao ya jamii tarehe 14 ligi. Mwambie asubiri. Asiwe na haraka. Kwa maana haya mimi nayaongea kama mwandishi wa habari na mtangazaji, lakini ukiingia katika peji tofauti tofauti, hata wadau wengine wa Young Africans wanaonekana bado hawajavutiwa na kile ambacho kinafanyika mpaka hivi sasa. Wewe nini ambacho unakiona na pengine nini ambacho unaweza ukaisemea? Kama nani ambaye hajavutiwa au umeingia kwenye peji yake ukakuta hajavutiwa? Nasoma comment hasa kwenye kurasa za Young Africans, kurasa za mitandao ya kijamii. Nakuta baadhi ya wadau wanakuwa wana mitazamo tofauti kwamba hizi sajili bado hazijatosha sisi kutufikisha huko ambako tunataka. Ni bado ni zile zile za kawaida. Wewe babako anayoyafanya nyumbani yote watoto mna appreciate? Ambao sikubaliani nayo. Basi. Kwa hiyo sio wote watakao kubali. Eliza anakubali. Kisha fanywa basi. Eliza anakubali. Nilishakwambia hivi, ili uifairishe Yanga isibebe ubingwa, anza na engineer. Ambaye msimu unaokuja watadili na wao viongozi hasa kwenye makosa ya kujirudia. Hilo ni swala la kawaida sana. Tunasubiri huyo Wallace Karia dili naye tuone. Ili na sisi tumtafutie wa kudili naye kwa sababu yeye ndiye anayeharibu soka la Tanzania. Wengine wanasema hivi vilabu vimekuwa, hata Murtaza Ali Mangungu ameshabainisha kwamba Yanga viongozi wake ambao wapo kwenye mamlaka za kiserikali wako mbele zaidi, wanaipelekea hata pressure kubwa TFF na mamlaka ya soka ambayo iko chini ya TFF kama bodi ya ligi. Hivi ni nani yule ambaye alienda bungeni akaomba kiwanja kwamba na wao wapewe kiwanja? Alikuwa ni kiongozi wa timu gani? Au haukumfuatilia? Kumbushe zaidi. Asha Baraka ni kiongozi wa timu gani? Wekundu wa Msimbazi. Sio yeye aliyeenda bungeni akasema na sisi tunaomba tupewe kiwanja kama wenzetu walivyopewa kiwanja na Paul Makonda? Kwa hiyo siwezi kuwazungumzia watu wenye matatizo ya afya ya akili. Lakini kwa upande wako pengine turudi kwenye usajili sasa. Tumewashuhudia Singida Black Stars nao wakienda mbali zaidi nje ya bara la Afrika. Tunawashuhudia Azam Football Club nao wanafanya hivyo hivyo. Sajili zao zimekuwa zina attention kubwa sana. Mapokeo yao ni makubwa sana. Lakini kwa Simba na Yanga kama wana hali ya kuviziana hivi. Wewe nini unakiona? Mimi navipongeza hivyo vilabu ambavyo vimeenda nje ya bara la Afrika kutafuta wachezaji kuhakikisha wanakuja kuleta challenge kwenye ligi. Ila tu wasije wakawa kina Bigirimana. Sisi tunachohitaji ni wachezaji kuja kuleta challenge na kuhakikisha kile walichokifuata kwenye ligi ya Tanzania wanakuja kukifanya kwa ufasaha. Tunahitaji. Taarifa zinaanza kuvuja za baadhi ya wachezaji ambao ni wa kimataifa pengine wakajiunga na Young Africans. Ushaanza kuzisikia? Kwenye dirisha la usajili lazima utasikia taarifa nyingi sana. Taarifa nyingi kuhusiana na usajili utazisikia nyingi sana. Kwani hata kwa kocha simliambiwa Fadlu anakuja Yanga. Mwisho wa siku meletewa majina ambayo hamyajui. Subiri waanze kutangaza wachezaji wa kimataifa. Utajua yule ambaye alikuwa anazungumzwa ndo yeye. Vipi kwa Gilim Gishi? Nani? Gilim Gishi. Kafanyaje? Najua kwamba Young Africans
tayari ameshatua. Yaani mchezaji ambaye kila kocha anahitaji kufanya naye kazi, na ni mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri, umeelewa, na ana uwezo wa kuamua matokeo katika mazingira yoyote, na ana uwezo wa kuingia kwenye mfumo wa mwalimu yeyote. Kwa hiyo kama kiongozi wa Young Africans ameenda kumleta, maana yake ameona anahitajika na huduma yake inahitajika kwa Young Africans. Kwa hiyo msiwe mnaingia kwenye mifumo ya wachambuzi wa Tanzania, watawapoteza. Mimi ninachoamini akija Young Africans it is okay, kwa sababu ni mchezaji ambaye kila Mtanzania au kila shabiki wa Young Africans anatamani kumuona akiitumikia timu yake. Lakini pia hata asipokuja wakaja wengine pia bado wanayo nafasi ya kufanya vizuri. Kwa sababu hata timu aliyotoka sio kwamba pamoja na kwamba yeye alikuwepo sio kwamba basi ilikuwa inafanya vizuri kwa sababu yeye yupo. Umeelewa? Kwamba basi yeye ameifanya timu yake imebeba kombe la klabu bingwa, imebeba hivi, imefanya hivi. No, ni lazima bado kuna partnership ambayo inatakiwa itengenezwe. Kwa hiyo mimi naamini ni mchezaji ambaye anao uwezo wa kuitumikia Young Africans pale atakapohitajika, au kama atakuwa amesajiliwa kuja Young Africans bado anayo nafasi. Kwa hiyo sisi tunachosubiri ni kuona wachezaji wa Young Africans wanatambulishwa na mwisho wa siku waweze kuingia pre-season na mwalimu kuhakikisha tarehe 12 tunapoenda kucheza ngao ya jamii tunao uwezo wa kutetea ngao ya jamii mikononi mwetu. Chache tu unaweza ukanisaidia kwenye hili jambo ambalo limetokea kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi kuhusu mchezaji wake Selemani Mwalimu, ambaye afisa habari alitoka kujinadi asubuhi na kuonyesha kwamba kuna timu kutoka Tanzania ilienda kule kupeleka barua pepe, lakini mambo yakawa ni magumu. Jioni yake tunapata taarifa kutoka kwao wenyewe Wydad wakisema ya kwamba mchezaji yule bado ni mali yao na hawana makubaliano na timu yoyote ile. Hii imekaa vipi? Taswira ya vilabu vyetu na dirisha la usajili unaliona wapi? Wewe unajua Mwalimu ni mchezaji wa timu gani? Mimi najua alikuwa Simba kwa mkopo na mkopo umetamatika, hivyo Wydad ndo wako chini yake. Ni mchezaji wa Wydad. Sasa unaanza yani uanze kuleta mazungumzo marefu wakati Selemani Mwalimu mkataba wake wa mkopo umekwisha. Sasa wewe unajichukulia majukumu wakati bado hujafanya mazungumzo na timu yake. Mchezaji akishamaliza mkopo wake si atakiwa arudi kwenye timu yake. Kwa bado ni mchezaji wa Wydad. Tunawaelewa viongozi ama hii imekaa vipi? Maana wanasema walifanya mazungumzo na rais ambaye alikuwepo madarakani kipindi hicho. Rais kuja mwingine pale Wydad, yeye hajakuta hayo makaratasi kwenye meza, hivyo hajui chochote. Rais wa awali aliondoka na makaratasi. Manake mimi najua ukisha kuwa kiongozi ukiwa umemaliza muda wako au unaondoka, si ofisi unaiacha, mihuri kila kitu unaacha. Sasa kama rais aliyekuja hajakuta hizo document, manake rais aliyekuwepo ameondoka nayo. Wenda ilikuwa ni makubaliano ya njia ya simu ama ya email tu pekee. Kwani unadhani huwa watu wanakubaliana kwa lipi? Si kwa email. Na email si lazima ni email ya Wydad. Kwani ni email ya yule mwalimu? Ya yule kiongozi aliyekuwepo. Ni email ya taasisi, ni email ya kampuni, ni email ya klabu. Lazima zitakuwepo taarifa. Lakini kama hazipo, hakuna mazungumzo yaliyofanyika bwana wewe. Wale waongo. Ukubaliani nayo? Wale waongo. Wamekaa mchongo sana wale. Wao wanatafuta pa kujifichia kwenye kichaka, yani hicho kichaka wanatafuta kichaka cha kujifichia baada ya kuonekana kwamba unajua wale pale wana makando kando mengi sana. Kipindi wanakuja kucheza na RS Berkane tu niambie kwamba walikuwa wana taarifa kama uwanja wa finali ni Zanzibar. Hii inakuingia akilini. Si ndio maana nakwambia waongo. Wanatafuta pa kujifichia, wasianze kupelekewa moto na mashabiki zao. Huo ndio kweli. Nikushukuru sana hili. Karibu.